kwaya au uimbaji, kwa sababu tukio lenyewe litakuwa linashirikisha uimbaji wa kwaya mbalimbali kama tulivyozitaja. Basi hiyo itakuwa ajenda kubwa au lengo kubwa la tukio hili. Lakini kwa kuwa tukio hili tunaleta watu na watu hao wataingia kwa viingilio na vile vile kutakuwa na ufadhili mbalimbali. Hiyo swala la pili sasa ni kuwa na changizo la kuweza kuisaidia kwaya kupata fedha za kuweza kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo, ambayo miradi hiyo sasa ikiwa imeanzishwa na inaendelea itasaidia kuwezesha kwaya kuendelea na jukumu lake la uinjilisti na pia kutimiza yale majukumu mengine ya kusaidia wananchi wenye uhitaji maalum na hata kurudisha baadhi ya kipato hicho kwa wananchi. Kwa hiyo hayo ndo majukumu makubwa mawili ambayo tukio hilo linalenga likifanyika. Tamasha letu lina connection, muunganiko wa kuelimisha vijana kuepuka kuwa na uvunjifu wa maadili kwa kupitia nyimbo, kwa kuwa tamasha linahusu nyimbo za Injili, na Injili ina vifungu vingi tu vinavyozungumzia maisha bora ambayo wanapaswa waishi katika jamii. Kwa hiyo litazungumzia hayo maeneo, na pia kwa kuwa tunalenga vijana, katika moja ya watu ambao tunawalenga kukuja ni vijana kutoka kwenye vyuo mbalimbali. Tumeshaanza kupeleka matangazo huko. Kwa hiyo watakapokuja, na katikati ya tukio kutakuwa na utoaji wa neno ambalo nalo litahasa vijana kuhusu mwenendo mzuri wa maisha yao ya kila siku na kuachana na uvunjifu wa maadili ambavyo kama tumekuwa tukiona siku za karibuni hapa kupitia kwenye mitandao, labda ndio wanachukua hizo tabia tofauti na maadili ya kwetu. Basi wataelekezwa ni namna gani hiyo mitandao itumike kwa usahihi kabisa na isiwe kinyume na maadili ya nchi. Kwa hiyo ni fursa kubwa, ni kama forum hivi ambayo itakuja kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na maisha kwa vijana, hata kwa watu wengine kwa ujumla.